tunaona kwamba Musa alikuwa na changamoto ya kuwahubiria watu wanaokataa kuamini, na kwa sababu hiyo ilimlazimisha kutafuta namna ya kuweza kuwasilisha ujumbe wake katika jinsi ambayo utaweza kueleweka kirahisi. Na hiyo ndio sababu iliyomfanya atumie vivuli na mifano. Tumeona kwamba maana ya neno kivuli ni neno skia, au neno kivuli imetafsiriwa kutoka neno la Kiyunani hili skia, lenye maana ya kivuli, lakini maelezo yake kivuli ni dokezo. Kivuli ni dokezo, kinadokeza kuhusu jambo fulani. Maana yake kivuli sio jambo halisi. Kivuli kinatumika kuonyesha jambo lingine. Maana yake kivuli ni mfano wa kibao ambacho kinaonyesha uelekeo wa mahali husika. Ndio maana tunasisitiza kwamba unapokuwa unasoma vivuli, hasa maandishi ya Musa, ni lazima utambue kuna jambo lingine ambalo linamaanisha. Maandishi ya Musa kuna jambo ambayo yanamaanisha, na ufahamu wako ni lazima uelekezwe katika jambo husika. Usikae katika maandishi yake. Kwa nini? Kwa sababu jamii aliyokuwa anazungumza nao ni jamii ambayo ilikuwa ni jamii ya watu wasioamini. Kwa hiyo asingeweza kuzungumza nao mambo ya rohoni. Na kwa sababu hawezi kuzungumza nao mambo ya rohoni, anatafuta lugha ya mwilini ili kuwasilisha jambo la rohoni. Ndio maana tunaona kwamba mwandishi wa kitabu cha Waebrania hii sura ya 10 mstari wa 1 anasema Torati ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Na kwa dhabihu zile wanazitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Maana yake hata zile dhabihu ambazo walikuwa wanazitoa nyakati za Musa kama alivyowaagiza, ilikuwa sio vitu halisi, ilikuwa ni kivuli, vilikuwa ni ishara ambayo inawaonyesha uelekeo fulani. Kuna jambo walikuwa wanaelekezwa kupitia vile vivuli na dhabihu walizokuwa wanazitoa. Na hili neno skia au kivuli limetumika mara 7 katika Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Ndio msamiati utakuta mara 7 katika mistari 7 ya Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Mfano wake angalia Mathayo 4:16. Anasema watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Maana yake tunazungumza kuhusu uvuli wa mauti, sio mauti yenyewe. Uvuli wa mauti sio mauti yenyewe, bali uwepo wa uvuli wa mauti unaonyesha kitu halisi ambacho ni mauti. Marko 4:32 anasema lakini kisha kupandwa ukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Tunazungumzia uvuli wa miti hii ya mboga. Luka 1:79 anasema kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Wakolosai 2:17 anasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba hili neno linawasilisha ishara, sio kitu halisi, sio uhalisia. Linawasilisha alama, linawasilisha dokezo juu ya uhalisia. Ndio maana hupaswi kukaa kwenye vivuli, lazima utumie vivuli kutazama jambo ambalo ni halisi. Lazima utumie maandishi ya Musa kutazama jambo ambalo ni halisi. Na hili neno kivuli limetumika kwenye kitabu cha Waebrania kuelezea mfano. Neno kivuli limeelezea mfano. Kwa maana hiyo mfano na kivuli vyote vitakuwa vinawasilisha jambo moja. Angalia Waebrania 8:5 anasema watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Kwa tunaona kwamba anasema wanatumikia mfano na kivuli, yani mfano ambao ni kivuli cha mambo ya mbinguni. Kwa hiyo kwa hakika neno kivuli linapotumika, linatumika kuelezea jambo lingine nje ya kivuli chenyewe. Linapaswa likae katika ufahamu wako. Unapoona kivuli kinatumika mahali fulani, ni lazima utambue kwamba kinaelezea jambo lingine. Kwa hiyo usikae katika kivuli, tazama jambo husika ambalo kivuli chenyewe kinaelezea. Na tazama neno mfano.
Neno mfano limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiunani hypodegma. Hypodegma, H-U-P-O-D-E-I-G-M-A. Hypodegma ina maana ya ishara au alama inayoonyesha jambo au kitu fulani, inadokeza au kupendekeza. Yaani inatoa maoni juu ya jambo fulani au mfano wa jambo linalotakiwa kuigwa au onyo dhidi ya jambo linalotakiwa kuepukwa. Mfano ni lugha ya picha. Ndio maana tunaona mfano na kivuli ni maneno ambayo yanatumika kwa kubadilishana, kwa sababu yote yanamaanisha jambo moja. Yanamaanisha kwamba hili ni dokezo, hili ni pendekezo, hili ni muhtasari ambao haujakamilika au muhtasari hafifu. Na msamiati hypodegma unatokana na msamiati mwingine wa Kiunani ambao ni kitenzi, ambao ni hypodeknumi. Hypodiknumi. Hiki kitenzi kina maana ya kielelezo kinachotumika kuelekeza au kufundisha. Kielelezo kinachotumika kuelekeza au kufundisha. Kwa tunapoona vivuli na mifano vikitumiwa na Musa katika maandishi yake, maana yake Musa anavitumia kuelekeza jambo fulani, anavitumia kufundisha. Maana yake mifano haitakuwa kitu halisi, vivuli haitakuwa kitu halisi. Na katika maandishi ya Musa kuna matumizi makubwa ya mifano na vivuli katika kurahisisha kuwasilisha ujumbe wake. Musa ametumia matumizi makubwa sana, yani ametumia mara nyingi vivuli na mifano ili kurahisisha uwasilishaji wa ujumbe wake. Ametumia madokezo, katumia vielelezo ili kuwasilisha ujumbe wake. Ndio maana ni lazima ukumbuke kwamba mifano na vivuli sio vitu halisi, ni vidokezo tu. Hivyo unapovisoma ni lazima uvitafutie maana ambayo vilikuwa vinaelekeza au kudokeza. Kukaa kwenye mifano ni sawa na kukaa kwenye kibao kinachokupa uelekeo wa mahali fulani. Unapofika kwenye kile kibao kinachokuonyesha uelekeo ukasema umefika, maana yake unakuwa hufanyi sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kibao kinakuonyesha kuna mahali unaenda, bado hujafika katika hatima, hujafika katika hitimisho la safari yako. Ndivyo ilivyo maandishi ya Musa. Anapotumia vivuli na mifano, maana yake sio hitimisho. Kuna kitu ambacho vivuli na mifano vinaelezea. Kumbuka kwamba hali ya kiroho ya wana wa Israeli, yani kutokuamini kwao, iliamua namna hii ya ufundishaji. Sio kwamba Musa alipenda kutumia vivuli na mifano, lakini hali ya kiroho ya wana wa Israeli iliamua namna ya Musa ya ufundishaji. Namna Musa alivyofundisha iliamliwa na hali ya mioyo ya wana wa Israeli ambao ni kutokuamini kwao. Angalia mfano huu wa Wakolosai 2:16. Wakolosai 2:16 anasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Ukitazama vyakula, vinywaji, sikukuu, mwandamo wa mwezi au sabato vipo katika sheria ya Musa. Vipo katika maagizo ya Musa, maagizo ambayo Musa aliwapa wana wa Israeli wayafuate. Sasa Mtume Paulo anawaambia yale maagizo ya kula au kutokula, maagizo ya kushika siku fulani kuwa ni sikukuu, au maagizo ya kushika sabato, kupumzika siku ya saba, yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Yalikuwa yanaelekeza kumwelekea Kristo. Yalikuwa yanatumika kufundisha kuhusu Kristo. Anaposema mwili ni wa Kristo, anazungumzia kiini, anazungumzia essence, kiini cha kile ambacho Musa alikuwa anakiwasilisha ilikuwa ni Kristo. Kwa hiyo utakapotazama vyakula, vinywaji, utakapotazama sikukuu, mwandamo wa mwezi au sabato, ni lazima uvitafsiri katika Kristo, kwa sababu vinadokeza kuhusu Kristo. Kivuli ni kidokezo, mfano ni kidokezo, vimetumika kufundisha tu.
vinatumika tu kufundisha tu. Ndio maana hapa anasema maagizo yote ya vinywaji na vyakula pamoja na sikukuu zote za Agano la Kale ni vivuli. Maagizo yote katika Torati ya Musa yanayohusiana na vinywaji, vyakula pamoja na sikukuu zote za Agano la Kale ni vivuli, vinadokeza jambo fulani na vinadokeza kuhusu Kristo, vilitumika kufundisha kuhusu Kristo. Kwa hiyo katika vivuli na katika ile mifano ambayo Musa anaitumia, ni lazima tumuone Yesu, ni lazima tumuone Kristo, kwa sababu Kristo ndio hatima ya vielelezo vyote. Kristo ndio hatima ya vidokezo vyote. Kwa Musa alitumia kuwafundisha wana wa Israeli kuhusu Kristo. Vivuli na mifano vinatumiwa na Musa kuwafundisha wana wa Israeli kuhusu Kristo. Kwa hiyo unapoona maagizo juu ya Sabato, hupaswi kukaa kwenye siku ya Jumamosi au siku ya Jumapili, bali tafuta kile ambacho Musa alikuwa anadokeza, yani Kristo. Narudia tena. Unapoona maagizo juu ya Sabato, hupaswi kukaa kwenye siku, yani Jumamosi, ukasema kwamba Musa ameagiza Jumamosi tupumzike, tusifanye kazi yoyote. Ni lazima utambue kwamba Musa anapoagiza wasifanye kazi yoyote siku ile siku ya Jumamosi ambayo ni Sabato, alikuwa anafundisha kuhusu pumziko lilo katika Kristo. Alikuwa anafundisha kuhusu msamaha wa dhambi, pumziko ambalo watu wanalipata kuacha kazi zao kumpendeza Mungu. Ndio maana ya Sabato. Kwa hiyo usikae kwenye dokezo, usikae kwenye kielelezo, bali tazama hatma ambayo kielelezo husika kinakuelekeza. Ukiishia kwenye siku unapoitazama Sabato, unakuwa unafanya makosa makubwa. Angalia Waebrania 8:5. Anasema watumikao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Hapa anazungumzia huduma ya makuhani wa Kilawi katika hema ya Musa. Anasema ile huduma ilikuwa ni kivuli cha mambo ya mbinguni. Anapozungumza kuhusu mambo ya mbinguni, anazungumzia mambo ya rohoni, kwamba ilikuwa ni kidokezo cha huduma halisi, yani mambo ya mbinguni. Huduma halisi, yani mambo ya rohoni. Kwa hiyo unapoona huduma ya ukuhani wa Walawi, hupasi kukaa hapo. Hupasi kukaa hapo. Unapaswa kutazama kile ambacho Musa alikuwa anafundisha kupitia huduma ya Walawi, yani huduma ya mbinguni ambayo ni ukuhani wa Yesu Kristo. Kwa hiyo unapoenda kwenye hema ya Musa kule jangwani, unaona ukuhani wa Kilawi. Huduma yote ile ya ukuhani ni lazima utambue sio huduma halisi, bali ni kidokezo kinachokuelekeza kuhusu huduma ya ukuhani wa Yesu Kristo. Ni kidokezo kinachokuelekeza kuhusu huduma ya ukuhani wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tutakaa katika ukuhani wa Yesu na kuacha ukuhani wa Kilawi. Inahitaji akili na ufahamu mkubwa kuyasoma maandishi ya Musa na kuyaelewa, kutokana na namna alivyowasilisha. Na ndio maana ninachukua muda kuweza kukuonyesha namna ambavyo Musa amewasilisha ujumbe wake. Na ukielewa hili, litakusaidia kusoma maandishi mengine ya Musa pamoja na kuweza kuelewa mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwa unamaanisha nini. Kwa urahisi tungeweza kusema vivuli na mifano ni lugha ya mwilini inayotumika kuwasilisha vitu vya rohoni. Narudia tena. Kwa urahisi, vivuli na mifano ni lugha ya mwilini iliyotumika kuwasilisha vitu vya rohoni. Inawasilisha ujumbe wa rohoni. Lakini ili kuleta ule ujumbe wa rohoni katika ufahamu wa watu ambao hawajaamini, Musa anatumia lugha ya picha. Vivuli na mifano itakuwa ni lugha ya picha. Hii lugha ya picha inatumika kufundishia. Ni kwa ajili ya kufundishia tu, lakini sio uhalisia wenyewe. Mojawapo ya vivuli na mifano ni matumizi ya lugha za picha ambazo zilikuwa zinaeleweka katika jamii yao. Maana yake kuna vitu ambavyo vinaeleweka katika jamii yao. Musa anatumia zile lugha kuwasilisha mambo ya rohoni katika kitabu cha Mwanzo na vitabu vyake vingine vya Torati. Anapotumia maneno kama mti wa uzima, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maneno kama nyoka, wazaliwa wa kwanza, anatumia misamiati kama kula na kadhalika. Haya maneno yote kuna namna yanaeleweka katika jamii yao. Sasa anayatumia ili kuwasilisha kuhusu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu vivuli sio kitu halisi, bali vinaelezea kuhusu Kristo. Kwa kiini, essence
ya ujumbe wa Musa ilikuwa ni Kristo. Ilikuwa ni Kristo na kazi ya ukombozi. Sasa kwa kuwa vivuli na mifano vinawasilisha kitu fulani, ni lazima tusome katika maandishi ya Agano Jipya kujua ni nini vilikuwa vinamaanisha. Unaposoma Agano la Kale tu, hutaweza kuelewa vivuli na mifano ambavyo Musa alikuwa anatumia vilikuwa vinamaanisha nini. Ili uweze kuvielewa, ni lazima usome katika maandishi ya Agano Jipya kujua ni nini vilikuwa vinamaanisha. Na mojawapo ya kazi aliyoifanya Yesu na mitume wake ilikuwa ni kufafanua maandishi ya Musa. Mojawapo ya kazi aliyoifanya Yesu na mitume wake ilikuwa ni kufafanua maandishi ya Musa, yaani misamiati aliyoitumia. Yesu anapoanza kufundisha, anafafanua misamiati ya Musa ili iweze kueleweka katika hadhira yake. Na anapoifafanua, anaifafanua katika kiini ambacho ni yeye mwenyewe. Na mojawapo ya misamiati ambayo Yesu anaifafanua ni mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na katika kipindi hiki tutachukua muda kuyapitia hayo. Hii podcast itafunua ufahamu wa nini ambacho Musa anapotumia mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima alikuwa anamaanisha. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo na mitume wake walichukua muda kutafsiri vivuli na mifano, kutafsiri yale madokezo na vile vielelezo ambavyo Musa alikuwa anavitumia. Kumbuka, ufunuo wa Agano la Kale ni Agano Jipya. Ufunuo wa Agano la Kale ni Agano Jipya. Agano la Kale ni Agano Jipya lililofungwa, na Agano Jipya ni Agano la Kale lililofunuliwa. Narudia tena. Ufunuo wa Agano la Kale ni Agano Jipya. Agano la Kale ni Agano Jipya lililofungwa, na Agano Jipya ni Agano la Kale lililofunuliwa. The Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. Maana yake huwezi ukalielewa Agano la Kale pasipo Agano Jipya. Muhimu sana. Huwezi ukaelewa maandishi ya Agano la Kale pasipo Agano Jipya. Kwa hiyo itakuhitaji kusoma maandishi ya Agano la Kale pamoja na maandishi ya Agano Jipya kwa wakati mmoja, ili uweze kujua misamiati, uweze kujua sentensi, uweze kujua vifungu vya maneno, na uweze kujua lugha za picha ambazo waandishi wa Agano la Kale walikuwa wanazitumia pamoja na Musa. Namna Musa alivyotumia katika maandishi yake ya Agano la Kale. Kwa hiyo tutafafanua hii misamiati, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, namna ilivyoelezewa katika Agano Jipya. Hili kwa hakika litatuleta kwenye hitimisho kujua dhambi ya Adamu ni ipi au ni nini hasa. Tutafafanua misamiati, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, namna ilivyoelezewa katika Agano Jipya. Hili kwa hakika litakuleta kwenye hitimisho kujua dhambi ya Adamu ni ipi au ni nini hasa. Kujua dhambi ya Adamu ni ipi au ni nini hasa. Yesu alifundisha kwa kutumia maandishi ya Musa na manabii wa Agano la Kale. Unapokutana na Yesu Kristo katika darasa lake, Biblia yake ilikuwa ni maandishi ya Musa na manabii. Yesu alikuwa hana Biblia nyingine. Yesu alikuwa hana chanzo kingine cha taarifa anapowasilisha ujumbe wake. Chanzo chake cha taarifa ilikuwa ni maandishi ya Musa na manabii wa Agano la Kale, ambayo kwa usalama kabisa tunaweza kusema Yesu alifundisha kutoka maandishi ya Musa na manabii. Mafundisho ya Yesu yametoka katika mafundisho ya Musa na manabii wa Agano la Kale. Tazama kitabu cha Luka 24:25. Luka 24:25 anasema, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Huyu ni Yesu Kristo baada ya kufufuka. Anazungumza na hawa wanafunzi wake ambao hawaamini kama amefufuka kutoka kwa wafu. Anapotaka kuwathibitishia kwamba ni kweli amefufuka kutoka katika wafu, Biblia inazungumza kwamba alienda katika maandishi ya Musa pamoja na manabii, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe.
Na anaposema katika mstari wa 27 wa Luka 24, akaanza kutoka Musa na manabii wote, maana yake Yesu Kristo alianza kitabu cha Mwanzo pamoja na vitabu vingine vyote vya Musa, lakini akatumia vitabu vya manabii pia kuweza kueleza ni kwa namna gani walikuwa wanamzungumzia yeye mwenyewe. Walikuwa wanamzungumzia yeye mwenyewe. Na anasema mstari wa 26 kwamba je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Maana yake maandishi ya Musa katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu na Kumbukumbu la Torati vitakuwa na taarifa ya mateso yatakayompata Kristo pamoja na Kristo kuingia katika utukufu wake. Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Na anapotumia neno akawaeleza, limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiyunani daimeneuo, D-I-E-R-M-E-N-E-U-O. Hili neno lina maana ya kufunua maana ya kilichosemwa au kuelezea. Daimeneuo, akawaeleza, akafunua maana ya kilichosemwa au kuelezewa. Maana yake anachukua kitabu cha Mwanzo, anafunua kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo maana ya kile Musa alichokielezea. Anaenda kwenye kitabu cha Kutoka, anaenda kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, Hesabu pamoja na Kumbukumbu la Torati, pamoja na vitabu vya manabii, anafunua maana ya kile ambacho Musa alikuwa anamaanisha pamoja na manabii. Lakini pia neno hili lina maana ya kufasiri kwenda kwenye lugha ya asili ya mtu. Kufasiri kwenda kwenye lugha ya asili ya mtu. Maana yake unafasiri kilichosemwa au kuandikwa kwa lugha ngeni kwenda kwenye lugha ya asili. Kwa mfano, ninapofasiri maneno ya Kiyunani au ya Kiebrania kuyaleta katika lugha ya Kiswahili, ambayo ndio lugha yetu ya asili tunaweza kuielewa, ndicho Yesu alichokuwa anakifanya. Anachukua maandishi ya Musa, anayafasiri kwenda kwenye lugha ambayo hadhira yake itaweza kuelewa. Lakini anapofasiri, kiini chake kitakuwa ni kwamba Musa alizungumza kuhusu Yesu Kristo. Ndio maana anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Nani? Yesu Kristo. Mambo yaliyomhusu Yesu Kristo. Kwa tunaona Yesu alifanya kazi ya kuelezea maandiko kwa wanafunzi wake, ambapo hitimisho lake lilikuwa ni kuhusu yeye mwenyewe. Wanafunzi wa Yesu Kristo kwenye hili darasa wanapomsikia Yesu anafundisha kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki, katika matamshi yake wanamsikia Yesu akizungumza kuhusu yeye mwenyewe, kwamba Musa na manabii walizungumza kuhusu Yesu Kristo na si vinginevyo. Walizungumza kuhusu Yesu Kristo na si vinginevyo. Maana yake vivuli na mifano vitakuwa vinazungumza kuhusu Yesu Kristo. Na Yesu anapofasiri, anafasiri vivuli na mifano ili hadhira yake iweze kuelewa. Luka 24:44 mpaka 47. Anasema, kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Unaposoma Luka 24:25 mpaka 27 na Luka 24:44 mpaka 47, haya bado ni mazungumzo ya Yesu Kristo na wanafunzi wake baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Yesu anapowathibitishia kwamba ni kweli amefufuka, anatumia maandishi ya Musa pamoja na manabii na Zaburi. Na anasema haya maandishi yanafunua akili zao. Yesu anafunua akili zao kutumia maandishi ya Musa na manabii ili waweze kuelewa. Na anawaambia kilichoandikwa katika maandishi ya Musa na manabii ni kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu.
Musa na manabii waliandika kuhusu Kristo kuteswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Maana yake maandishi ya Musa na manabii pamoja na Zaburi yatakuwa yanazungumza kuhusu msamaha wa dhambi au ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi na msamaha wa dhambi tunazungumza kitu kimoja, kwamba vivuli na mifano, vidokezo ambavyo anavitumia Musa katika maandishi yake vitakuwa vinaelekeza kuhusu msamaha wa dhambi katika Yesu Kristo. Ninapaswa likae katika ufahamu wako hilo, kwamba vidokezo, vivuli, mifano vinaelezea, vinatumika kufundisha kuhusu msamaha wa dhambi katika Kristo. Kwa hiyo utakapotaka kufasiri maandishi ya Musa, yakiwemo maandishi ya kitabu cha Mwanzo, ambapo hoja yetu ni mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ni lazima yatafsiriwe katika Kristo. Maandishi ya Musa na manabii wa Agano la Kale yanapaswa yafasiriwe katika Kristo, na hii itatupeleka kutafsiri misamiati, sentensi, ishara na alama alizozitumia Musa katika maandishi yake. Na katika muktadha wetu ni mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa kuwa neno akawaeleza linatumika katika kutafsiri ishara na alama, lazima tutambue tunachokifanya hapa ndicho ambacho Yesu alikifanya kwa wanafunzi wake. Alifanya nini? Alifasiri ishara na alama katika maandishi ya Musa na manabii, ambapo hitimisho lake lilikuwa ni yeye mwenyewe. Ndio maana mafundisho ya Yesu na mafundisho ya mitume yatatusaidia kufasiri alama, ishara, sentensi, misamiati na vifungu vya maneno vilivyotumika katika maandishi ya Musa na manabii kwenye Agano la Kale, ikiwemo muktadha wetu ambao ni mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Amen.